Kama unataka kutengeneza picha ambazo zitakuwa katika kiwango cha hali ya juu kwa kutumia AI bila ya kutoa pesa yoyote ile, basi video hii ni kwa ajili yako. Hakikisha unatazama hadi mwisho. Leo kupitia video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutumia AI inayokwenda kwa jina la Leonardo AI kuanzia mwanzo kabisa hadi kufanikiwa kutengeneza picha yako ya kwanza. Na kitu kizuri zaidi, hautahitaji kulipia chochote kwa kuanzia. So kitu cha kwanza ambacho nitakutaka ufanye ni kufungua browser yako. Unaweza kwenda katika Chrome ama browser yoyote ile ambayo unaitumia. So mimi tayari nimefungua Google Chrome yangu hapa tayari kwa ajili ya kukuonesha hatua kwa hatua jinsi ya kwenda kutengeneza picha kwa kupitia hii AI ambayo leo tutakwenda kuiona. So baada ya hapo, njoo zako huku juu, utakapofungua browser yako, sehemu ya kusearch, andika jina la hii website ambayo ni Leonardo AI, malizia na AI. Then baada ya hapo click enter katika keyboard yako kusearch, na kama hivi ambavyo unaona utaletewa linki mbalimbali. Okay, so hakikisha hauingii katika fake site, ingia katika official site ya Leonardo AI ambayo ukishusha chini hivi unakutana nayo hii hapa, leonardo.ai, generative AI platform for image. Hii ndio ambayo tutakwenda kuitumia katika kutengeneza hizo picha. So click hapa, then itafunguka ikiwa na muonekano kama huu ambao unauona katika screen yangu. Sasa kabla ya yote, utakapofungua tu, wacha tuweze ku sign up kabisa. Kwa hiyo tutakuja huko katika button ya login, uta click login na itakuleta moja kwa moja ndani katika sehemu ya kuweza kuanza kutengeneza hizo picha. Na hii Leonardo haitengenezi tu picha pekee, lakini pia hata vitu vingine una uwezo wa kuvifanya kama unavyoona interface yake hivi inavyoonekana, yours to create. Okay, so hapa kuna vitu kadhaa, kuna picha hizi ambazo zimetengenezwa kwa hii AI kama unavyoziona. Kuna huku pembeni library ya image, videos, blueprint, then kuna sign up na sign in. So unaweza ku click sign in alafu ka sign in kwa Google. Acha tuweze kufanya hivyo, tu click sign in huku chini. Ya hapa itakubidi uweze kutengeneza account. Kama bado haupo nayo uta sign up, kama tayari upo na account nafanya hivi ku sign in kabisa, kwa sababu unataka tutakaporudi wakati mwingine kama katika video inofuata ama muda mwingine tuwe tayari tuna account yetu. Okay, so hapa utachagua unahitaji ku sign up kwa kipi ama ku login kwa kipi. Sisi bado hatuna account, ndio mara ya kwanza tunaingia na kujifunza Leonardo, so tuchague Google, ndio itakuwa njia rahisi kwa sisi kuweza kutengeneza account. So chagua account yako, ni kuweza kukliki tuna kucontinue kama kawaida unapotumia Google, na kwa rahisi kuweza kuunganisha na hizi site nyingine. So tayari kama unavyoona, okay, I agree, or let's say let's go. Tayari nimeshatengeneza account yangu, na muda wote nikija na uwezo wa kulogin nikaja katika workspace yangu na kuona vile ambavyo nimevifanya. Picha ambazo niliwahi kuzitengeneza zitakuwa zinapatikana pia. Baada ya kuingia utafikishwa hapa katika hii dashboard ya Leonardo kama unavyoona, na hapa ndipo kila kitu kitafanyika. Hapa juu unaona kuna sehemu mbalimbali, una search hapa, unaweka prompt yako, unatengeneza picha. Kuna na hizi menu tofauti hapa, lakini kwanza kwa kutengeneza picha tutakuja tutaklik hapa image, ama unaweza kuja kukliki hapa image generation. Ukiklik hapa tayari utakuwa na uwezo wa kutengeneza picha yako. Utaletwa hapa katika hii workspace yetu ya kutengeneza image. So hapa ndo unaandika prompt yako, hapa unachagua unahitaji kutengeneza nini, image ama videos. Sasa sisi tu lengo letu ni kutengeneza image, na huku pembeni unachagua image dimension, huku unachagua number of image. Okay, then kuna vitu kadhaa huku ambavyo vingine hatutavigusia. Unachagua hapa unahitaji kutengeneza kwa nano banana tu ama Seed Dream. Kwa hiyo unachagua models ambao unahitaji kufanya nayo kazi. So sisi let's say tuchague auto, an intelligent preset that selects the best model for your prompt. Kwa hiyo itaenda kuselect best model kwa prompt ambayo tutaipatia. Tusichague hapa model sisi wenyewe. Kama ni hivyo, so hapa tunahitajika kuweka prompt ambayo tutaitengenezea hiyo picha. Maana yake hii picha unaitengeneza kwa maneno tu, unaweza kufanya hivyo. So baada ya hapo, wacha tuandike hiyo prompt yetu ambayo itakuwa ni simple tu. Mfano mimi nitaandika hapa a futuristic city
at sunset, high quality cinematics lighting. Okay, simple prompt nimeipatia nitengenezee mji huo ambao utakuwa ni mji wa kisasa na sunset ikionekana, lakini vile vile quality iwe high sana na cinematic lighting. So baada ya hapo, unaona huku una uwezo wa kugenerate up to 40 token kwa sababu unapatiwa token hizi hapa 150. Kama unataka kutumia for free kwa siku unapatiwa hizo token 150. Utakapozimaliza inabidi uweze kusubiria ama uweze kulipia ili uweze kupatiwa unlimited generation, uwe una generate bila kuzingatia tokens, ama kuweza kupata tokens nyingine itabidi uwe unalipia. So utaklik hapa generate na itaweza kugenerate hii picha na itachukuliwa takriban token kwa picha moja. Wacha tuweze kuona. Tutachagua image dimension, unahitaji picha ambayo itakuwa size hii ya 16:9 ratio, ama iwe ni 1 square ama iwe ni portrait. So utachagua wewe, mfano sisi twende na hii hapa ya square. Okay, leo utachagua unahitaji picha ngapi upatiwe. Twende na picha moja tu, kwa sababu unapochagua hizi nyingine inabidi uweze kulipia, hazipo free. Za free imewekwa uweze kutengeneza picha moja tu. So baada ya hapo utaklik hapa katika generate. So click generate na itaanza kugenerate hiyo picha ambayo tumeipatia maelekezo tunahitaji katika dimension hii ya square ratio ya 1:1. Ya tayari umeona ipo faster hapa, futuristic city, na unaona sunset hapa, quality nzuri. So hapa una uwezo baadaye wa kudownload, una uwezo wa kuedit hii picha kama haijakupendeza, una uwezo wa kuifanya iwe kama video. Hivi vitu vingine tutakuja kuviangalia muda mwingine. Leo lengo ni kuweza kufika hapa, kufungua Leonardo na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuitumia. So hapa unaweza ukaklik katika hizi doti tatu, ukaona huku setting mbalimbali, mfano use as image guidance, kuweza kupata image nyingine, edit in canvas, image to clipboard, unaweza kuichukua, remove background, unaweza kufanya vitu vyote hivyo. Lakini vile vile unaweza kudownload hapo, ukaklik hapo ka download hii picha. Okay? So mfano mimi nikiklik hapa itaenda kudownload, tayari ipo katika kompyuta yangu hapa. Nikifungua na iona picha ambayo nimeitengeneza hii hapa. So unaona picha ambayo tumeipata kutokana na prompt ambayo tumeingiza. Kama haujaipenda unaweza uka generate nyingine. Umeona imepungua hapa token, takriban token kama ilikuwa 150 tumepatiwa, kwa hiyo zimechukuliwa kama 8 hivi kwa kutengeneza picha hii. So unaweza kufanya huko na wewe, inakuwa zinachukuliwa token kulingana na setting mbalimbali ambazo umeziweka. So jaribu na wewe kutengeneza kwa mara ya kwanza picha yako, andika tu prompt yako nzuri. Unaweza hata kumwambia ChatGPT akupatie prompt nzuri, pengine ukamwelezea nataka picha yenye kuonekana hivi hivi hivi, nipatie prompt ikiwa katika language ya Kiingereza, alafu ukachukua prompt hiyo ukaja ukaiweka huku katika Leonardo ikakutengenezea hiyo picha ambayo unaihitaji. So sina la ziada mimi katika video hii, nategemea utakuwa umepata idea namna gani ya kufika katika Leonardo, umejifunza jinsi ya kugenerate picha yako kwa mara ya kwanza na tayari kwa ajili ya kuendelea na kuona zaidi inapotumika hii Leonardo katika video zinazofuata. So leo tuishie hapa, jaribu na wewe na unaambia umefanikiwa kutengeneza picha. Kama umefanikiwa ni vizuri, kama bado wapi ambapo umekwama naambia katika sehemu ya comment hapo, ili basi tuweze kufanikisha sote kutengeneza image kwa mara ya kwanza. Kuna vitu vingi sana kama unavyoona ambapo tutakuja kuvigusia, kwa usiwe mbali na channel yangu ya YouTube. Kidogo kidogo tutakuja kuelewa hivi vitu. Asante.